Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Mgogoro mkubwa ambao unaendelea hivi sasa duniani kati ya Iran dhidi ya Israel umeendelea kupamba moto kweli kweli. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii watu wanahabarishwa kuhusiana na mgogoro huu mkubwa. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba tayari Trump ametia timu, ameingilia upande wa Israel. Na yeye Trump ameanza kumshambulia Iran sababu anaona kabisa ni kama Israel inapelekewa moto sana na Iran. Hivyo Trump naye kaingia upande wa Israel ili kumshambulia Iran, na amefanya hivyo na yeye mwenyewe amekili. Trump kazungumza nini kuhusiana na vita hii ambayo inaendelea? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Marekani vimerusha mabomu kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, na hivyo kuhitimisha kipindi cha wiki moja cha mashauriano kuhusu kujiunga na kampeni ya Israeli dhidi ya Iran na kuiingiza Marekani moja kwa moja katika mzozo huo unaozidi kushika kasi. Katika andiko lake hiyo leo, Trump anasema ndege zote za jeshi la Marekani zilizohusika katika mashambulizi hayo ya Iran tayari zimeshaondoka ndani ya anga la Iran. Na nukuu maneno ya Trump sasa: "Tumekamilisha mashambulizi yetu yenye mafanikio makubwa kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Iran." Mwisho wa kunukuu. Haya ni maneno ambayo amezungumza Trump kwenye mtandao wake wa kijamii wa Social Trust. Mpaka hapo mtazamaji wa Bongo Super Media umeshagundua kwamba tayari naye Trump ameamua kuingilia. Kumbuka tu kwamba Israeli na Marekani ni watu ambao wako pamoja. Hivyo Irani sasa ameanza kuchangiwa. Je, Urusi naye anaweza kuingia katika swala hili kumtetea Irani, ama nani anaweza kaingia? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Bye bye.